Hello, ndugu zangu wa Tanzania, hususan vijana wa Tanzania. Nataka tu niwaambieni kitu kimoja cha msingi sana cha kuzingatia hapa, kwamba kila mwanamke aliyeko duniani ana zaidi ya mayai 500. Na kwa upande wa wanaume mamilioni ya mbegu. Kila mwezi unavyofika kwenye tumbo la uzazi la mwanamke, kuna yai moja linaruhusiwa ambalo kwa bahati mbaya au nzuri ulibahatika kati ya hayo 500 umezaliwa wewe. Kati ya mamilioni ya mbegu ambayo baba yako aliyatoa wakati ule, kuna moja tu ambayo ni wewe umebahatika umetoka. Kwa hiyo sababu ya msingi ya wewe kukufanya uwepo duniani. Hii sababu wako wengi walijua. Akina Thomas Sankara walijua, akina Nyerere walijua, akina Patrice Lumumba walijua. Wote walijua sababu zilizowafanya kuja duniani, ndio maana wakafanya hayo ambayo tumeyaona. Sasa kwa sisi hapa Tanzania tuko zaidi ya, tunaweza tukafika milioni 70 au na zaidi kwa sasa hivi. Wewe pia upo unayetazama video hii sasa hivi. Lakini nini ambacho kimekuleta duniani kufanya kwa ajili ya watu? Kwa sababu kuna wewe, alafu kuna wengine ambao na wao wana vitu vyao tofauti, lakini kipo kitu ambacho uko nacho wewe ambacho wanatakiwa wakipate hao mamilioni wengine kutoka kwako. Wewe ni kipi ulichokileta? Inaweza ikawa sauti nzuri, kuimba kwa ajili ya wenzako, kufarijika kwa mziki wako. Inaweza ikawa sanaa ya maigizo, kuigiza, kuwafariji wenzako kwa kutazama na vitu vingine kama hivyo. Hakuna yai lolote kati ya yale 500 aliyopewa mama yako au zile mbegu kwa mamilioni alizopewa baba yako ambayo imetengenezwa na akapatikana wewe, kwamba haikuwa na sababu. Kama kusingekuwa na sababu, yawezekana mimba ingetoka, ungekufa ukiwa bado kichanga, lakini kwa kuwa umesurvive mpaka leo unaangalia hii video, kuna sababu ya wewe kusimama hapo. Nini namaanisha? Unavyoona mtu yoyote anazungumza kwa sababu ya taifa lake, anateseka kama anavyoteseka Tundu Lissu kwa ajili ya taifa na vitu vingine kama hivyo, ni kwa sababu ameijua sababu ya ujio wake duniani. Mahusiano ya baba na mama yake hayakuwa ya hasara yaliyomtengeneza yeye kuwepo duniani. Wewe unayedhihaki wenzako, unaowachukia wenzako wanapozungumzia harakati za taifa, unayekaa kumsema mwenzako kwa namna yake ya upambanaji kuhusiana na taifa lake, au kufungua akili za wenzake aidha kwa njia ya ibada, kwa njia ya siasa na vitu vingine kama hivyo, wewe umefanya nini kwa ajili ya taifa lako na watu wa taifa lako? Kabla hujatukana, kabla hujadhihaki, kabla hujacomment upumbafu kwenye chochote anachozungumza mtu, jiulize, miaka 50 ijayo, watoto na vijana watakao kuwepo miaka hiyo, watajifunza nini kwako wewe uliyepo leo? Tunawaona kwenye Biblia, kuna kina Mtume Muhammad, kuna kina Yesu Kristo, kuna kina Yohana, kuna watu wengi, kuna maswahaba wengi sana walipita, ambao leo ukisoma masahafu unapata kujifunza kitu kutoka kwao walichokifanya miaka ile. Kwenye Biblia kuna mitume wa Mungu wengi ambao ukisoma wajifunza kwao, lakini ukirudi kwenye historia ya Mwafrika unakutana na kina Nyerere au kina Sakala, kina nani na wengine wengi, kina Mandela, unajifunza kitu kupitia wao. Umewahi kukaa ukatulia ukasema, Mkobe na mwana anaongea haya kuhusiana na taifa. Watoto wake wakikua na watoto wa watoto wetu wakikua, wakija kuona video za Mkobe, kuna kitu watajifunza kwenye kulisemea na kulipenda taifa lao kupitia Mkobe. Mimi ninayetukana na kuongea upuuzi, nina nini nimekifanya? Hao wasanii wa mziki wataweka legacy yao kwamba kuna nyimbo waliimba zilifariji watu. Leo tunaona akina Baraka Mushehe tunawazungumzia, akina TX nani tunawazungumzia, yani wasanii wengi, akina Lucky Dube, akina Bob Marley tunawazungumzia. Kwa nini? Kwa sababu walijua sababu ya wao kuja duniani ni faraja yao na harakati zao kupitia muziki.
wewe una nini? Yaani wewe utakuja kusema nini? Ulicomment matusi, ulitishia watu kuua. Wapo watu watakao sema sisi tulichinja watu waliokuwa wana harakati na wao ndicho kiliwaleta. Kwa sababu kila kifo cha mwanadamu kina sababu. Na wao watasimama kuua. Niliwahi kuambia kitu kimoja, kuna bwana mmoja aliyemuua, aliyemletea zawadi ya kiatu Bob Marley. Na kile kiatu kilikuwa na sindano iliyomsababishia kansa Bob Marley mpaka kufa. Alivyokuwa anatubu akiwa kitandani. Ile ndiyo ilikuwa sifa yake na yeye. Kwa wapo ambao wamekuja kuua wenzao. Na nikawatoleaga mfano wa Yuda kwamba dhambi yake ilijulikana toka akiwa tumboni mwa mama yake. Kwa aliandaliwa toka anaumbwa kuja kuwa muuaji. Huyu iko sababu, wewe sababu yako ni nini? Tukijua hiyo tutalipenda taifa na tutakuwa na uchungu na maisha yetu ya baadaye kwa vizazi vyetu vijavyo. Tuwe na aibu vijana wa Kitanzania. Tumekuwa tukiwafundisha kwamba matatizo yanayotokea yakitumiwa vibaya yatatugharimu sisi. Mmemsikia rais ameongea kwamba mikopo imekopwa na vitu kama hivyo. Na tutalipa wenyewe, tumethibitishiwa hilo, lakini huku waziri mkuu anasema hakuna atakayefuatwa. Kodi yetu sisi tunalipa kwa njia ya bidhaa, ndugu zangu. Ni kweli hakuna atakayefuatwa, lakini tunalipa kwa njia ya bidhaa. Sasa niende kwenye pointi yangu ya mwisho kabisa baada ya kutengeneza uelewa wako. Kuna watu wamekuwa wakisema kwa nini Chadema ninavyoongea. Itikadi ya chama ni kama dini. Kipindi kile maandamano yaliyopita ya kwanza, watu wengi waliandamana pasi na kuwa na chama chochote. Hakuna heshima iliyochukuliwa zaidi ya kuonekana ni wahuni wanaoandamana na wasiojua nini wanataka. Lakini mkiwa wengi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo mkajiunga kama wanachama, kuna namna ambavyo mkiingia barabarani kudai haki zenu itaonekana ni wanachama wa chama fulani wanadai haki zao. Lile neno la ni wahuni wapigeni risasi linaweza lisiwepo mkiwa humo. Sijui kama tumeelewana vizuri. Kwa tujitahidi Watanzania wengi kukipa nguvu Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini la mwisho, nimekuwa nikifundisha sana hata kabla ya maandamano kipindi kile, kwamba tunahitaji kuwa na uelewa, kuwa na maandamano yatakao kuwa na mwongozo mzuri. Kwa haya ya Chadema kwa sababu yatakuwa na viongozi na nidhamu. Ikitokea Chadema wanasimama kuandamana kupigania haki yoyote ile, kutakuwa na mafundisho ambayo nilikuwa nikiyaongelea zamani kule bado nafanya live za TikTok. Kwamba kuwe kuna watu watakaolinda wenzao wakati wa maandamano, kuwe na pointi za msingi na mjue mnaandamana kwa ajili ya nini. Maneno ya karaha, matusi na dhihaka hayatatui. Na nikawatoleaga mfano nikamwambia waangalieni Chadema jinsi wanavyodai haki licha ya maumivu na mateso wanaopitia, lakini wanakuwa na kauli nzuri kwenye mazungumzo ya kupambania haki zao. Utaepuka kuonekana muhuni kama utakuwa una pointi za msingi zisizokuwa na dhihaka kwa mtu yoyote. Usidhihaki mtu, lakini kuwa na pointi zitakazomfanya huyu mtu akikaa kule afikirie. Kwa mfano, baba yako na mama yako wanaweza wakakukosea kabisa, japo wanasema wazazi hawakosei. Lakini huwezi ukadai kusisitiza ukweli wako mbele ya baba na mama yako kwa kufoka na kutukana. Ila kuna neno ambalo utaliongea, wao wenyewe wakiingia chumbani baadaye watasema hapa leo tumemkosea mtoto wetu, ni vile tu sisi ni wakubwa. Kwa hiyo hekima za maneno ndizo wametumia kina Nyerere. Nyerere hakutumia vita, mapanga wala nini kupata uhuru kama taifa mengine yalivyokuwa. Alitumia hekima ya mazungumzo, akaonekana ana vitu vya msingi, ana hoja za msingi kuyaendea mabadiliko. Sasa niwaombe wa Tanzania, kuwa Chadema ni imani kama ilivyo imani ya dini. Ni itikadi ambayo inafundisha hekima na mazungumzo mazuri ya busara ya kisiasa kuelekea ushindi wa kitu tunachokihitaji. Nikawapaga mfano wa Mkondo Wesizi, wale vijana walikuja wamekaa Morogoro miaka mingi sana pale, mpaka wengine wamefia pale, wamezikwa pale. Lakini walitoka na ushindi. Chochote kile kinachoenda kwa hekima kinashinda kwa njia ya hekima. Hata ukifoka ukatokana matusi ya ajabu mitandaoni na kudhalilisha, wenzako wana bunduki wale, lakini hekima zetu zitatusaidia kufika kwenye mafanikio. Kwa hiyo tujiunge Chadema kwa wingi. Tukisha kuwa wengi kuna jibu. Mimi nawaambia liko jibu. Mungu awabariki wa Tanzania, tuendelee kusubscribe Mkobe TV.